lakini FAR Rabat ni timu ambayo tunaimudu. Ni timu ambayo hatutakiwi kuwa na chembe ya hofu hata kidogo. Hatutakiwi kuwa na wasiwasi hata chembe kucheza na FAR Rabat. Timu tunayoimudu na lazima twende pale kwa mentality ambayo imekamilika. Very strong mentality kwamba tunakwenda hapa kupata matokeo. Na wachezaji wetu wanatakiwa kwenda kupambana kwa jasho lao lote kupata hayo matokeo. Matokeo ya ule mchezo miujiza yake yoyote yale yana maana kwenye kundi. Kitokea tumemshona yule bwana pale kwake asilimia zaidi ya 90 bila kujalisha matokeo ya mechi ya JS Kabylie na Ali atakuwaje, tutakuwa tumesogea karibu kwenye robo finali. Tukipata sare tumesogea kwa asilimia zingine kadhaa, lakini tukishonwa kwa maana ya goli kuanzia 2, sasa hapo ndipo tunakuja kuungana wenzetu niagieni zitakuwa ziko nyingi sana. Mwenyezi Mungu atuepushe kwanza na huo mtihani, lakini twende tukiwa very strong, tuamini kwamba inawezekana na tushafanya mabalaa sana tukiwa tunaamini hivyo. Uzuri ni kwamba ni sisi na wao. Yaani hakuna atakayeongezeka. Hamna shabiki, hakuna mpambe. Ni sisi na wao kwenye pitch pale. Sasa tuna quality, tuna players wenye uzoefu. Hayo makelele yakitoka tukibakia wenyewe, naamini kabisa kwa asilimia 100 tunakwenda kupata matokeo mazuri inshallah. Kwenye ile mechi dhidi ya Ahly, ngenga zilikuwa nyingi sana kwa upande wa mashabiki, masuala ya youth na nini. Kutokuwepo kwa hawa mashabiki wa 100% kwenye management, naamini itakuwa ni rahisi kwa nyinyi. Kwanza unajua ni Tanzania tu bado hatujaelewa maana ya nguvu ya mchezaji wa 12. Ni terminology ipo, lakini hatujai kujua, yani kuifeel kwamba mchezaji wa 12 inafananaje. Siku nenda kaskazini mwa Afrika, timu yao inataka matokeo. Sisi tunakwenda mashabiki hamna kwenye pitch, lakini nje ya uwanja tutaona, tutafeel joto. Watakuonyesha kwamba tunataka matokeo. Na wale hawakupigi. Wanachokifanya wao wanacheza na saikolojia ya mchezaji. Sisi siku moja tunacheza mechi Sudan na Al Hilal, tunapigwa moja bila dakika 4 tutafungwa goli. Ile njia tulikuwa tunapita kuelekea uwanjani, mambo walikuwa wanatufanyia. Maana tulipita njia ambayo kwenye ngome yao tunapita pap kwenye ni kama icheze pale Yanga na timu kwa Mkapa, alafu ile njia mpite Jangwani pale mngukie hivi. Kwao wanakupitisha kwenye ngome yao. Hawa players wanaweka headphone masikioni. Wakiona lile balaa wanavua zile. Wakishavua wakiwa wanaangalia balaa wanaanza kuzungumza. Hawa ndio azimu. Hawa kazi ipo tayari pale, wameshafanikiwa wao. Kuwachukua tu kwenye focus yenu ya mechi, kuwaeta kwenye kuwajadili wao, washawachanganya. Kwa hiyo mkienda kwenye mechi Uarabuni alafu hamna mashabiki, kwa asilimia 100 hiyo ni advantage, utakiwa kuichukulia poa. Ikiwa hamna shabiki mnacheza wenyewe, hiyo ni advantage kubwa, kwa sababu wenzetu wanajua namna ya kumtumia shabiki kupata matokeo. Kwa hiyo sisi tunahesabu kama faida, na ndio maana tunaweka jitihada kubwa, nguvu kubwa kwenda kunufaika nayo siku ya Jumamosi inshallah. Simba wameshasema kwamba achana hizo stories za Simba kwamba watawaombea dua mbaya. Kwa nini nyinyi lini wameshaye kuomba dua nzuri kwa Yanga? Yaani lini? Nitajie siku moja tu ambayo Simba walikaa wakasema Mungu ijalie Yanga. Siku moja nitajie, moja tu. Simba wanachukia vitu ambavyo hata havichukii. Wajaombe dua Yanga ende robo. Wale sisi hatuwezi kuhesabia. Sisi tunajua watu wanatuombea dua. Tunajua Watanzania wote wakitoa mashabiki wa Simba wote wanatuombea dua tufanye vizuri. Hao Simba ni special package. Chana nao. Kwenye upande wa kikosi mwenyekiti, tumeona pia Clement Mzize na wengineo. Utatuambia pia hali yao, lakini mchezaji mpya yule bwana Buba bwana, tumeangalia logistic ya safari. Ilikuwa ujue aingie leo. Sasa leo anaingia, tunasafirisha tunaelekea Morocco. Kwa hiyo tukawaambia wewe bwana, unganisha ndege zako, tukutane kituo cha kazi. Kwa Buba tutakutana naye wapi? Rabat, Morocco. Atakuwa anatusubiri pale. Kwa hiyo yeye atawahi, atajiandaa pale, timu itafika kesho inshallah, tutaungana naye, tutakwenda kufanya maandalizi ya pamoja. Umezungumza kuhusu Mzize, shachini kidogo Mike, tutakuwa sionekani majumbani. Umezungumza kuhusu Mzize, mwalimu alichokiamua kwenye safari hii, kila silaha tumekusanya. Mzize ameshakuwa fit, niwaambie ni issue ya fitness, lakini ameshapona. Kwa mwalimu anaona kama kitrain wiki tu huyu atakuwa sawa. Wiki kishamalizika, pengine kaona anamfaa, amechukua hiyo silaha, nani mchezaji wetu. Kwa hiyo itakavyohitajika tutatumia. Wote tumewachukua kwenye safari tukiamini watakuwa msaada kwenye klabu yetu. Lakini vipi morali ya wachezaji baada ya kupata sare dhidi ya Al Ahly? Nani? Sio nani? Hapa. Ameuliza nini morali ya wachezaji? Mazoezini. Mazoezini? Yeah. Wachezaji bwana wanafahamu umuhimu wa mchezo. Wachezaji wanafahamu
nini kinakwenda kutokea. Unajua, kwanza kuna raha kufuzu robo fainali, kuna raha kufuzu robo fainali ukiwa ugenini, na ugenini kwenyewe ni Morocco, taifa la kimpira, yani kuna raha yake. Last time tulijisikia hivyo tulivyompiga Club Africain Tunisia, yani kuna raha yake ukienda kufuzu ugenini. Kwa hiyo wachezaji wanatambua hilo jambo na wanajua mzigo mkubwa wa fedha ambao uko mbele yao. Yani wote wanajua kuna bonus mlima umewekwa wakipata matokeo kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo hawahitaji kusikia tena kelele nyingine, wanajua exactly nini wanayanga wanatarajia kutoka kwao, na tunaamini wana uwezo wa kutupatia hilo jambo. Sisi tunao wachezaji wenye uzoefu, wachezaji wakubwa ambao wanaweza kutupatia hayo matokeo mazuri. Kwa mchezaji Africans inaposafiri kokote pale viongozi wanakuwa mbele. Vipi kwenye safari hii viongozi management ambao wamesafiri? Tupo karibia wote huko. Tupo karibia wote. Kuna ambao wanaondoka leo, kuna ambao wanaondoka kesho, kuna ambao wameshatangulia. Tupo karibia wote. Tunakwenda kwenye vita kubwa. Kwa hiyo tumeenda wote. Yaani pasitokee mahala pakapwaya. Tumeenda wote. Hamjamwona Privadinho? Hatujaacha mtu ofisini. Nichukua mpaka Priva twende. Yaani pasitokee mahala pakapwaya. Waarabu wakitaka majibizano utamweka Priva. Hapana nao. Yaani hatujaacha mahala ambako patakuwa panavuja. Kwa hiyo tunakwenda kamili tukiamini ni mechi yetu muhimu ya kupata matokeo. Yaani sisi mentality yetu ni kwenda kushinda mchezo. Nyewe mnaweza msiamini, lakini mentality ya Yanga ni kwenda kushinda mchezo pale pale Morocco. Hiyo ndio akili yetu inatutuma hivyo, kwa sababu tunao uwezo huu wa kumfunga Farabati kwake. Yanga nao hiyo quality. Ni jihada za wachezaji na kubeba yule moyo wa kupambana ambao always wako nao. Sasa wanatakiwa waulete tena pale Morocco. Tutapata matokeo mazuri kabisa. Kuna vifaa vya michezo hapa tumeona vinaingizwa au ni vyenu? Nani akata tamaa? Baadhi ya watu wamekatia tamaa kwenda robo finali. Mimi sijaona mtu mmoja aliyekatia Yanga tamaa. Binafsi sijaona kama kuna mtu Mtanzania ambaye amekatia tamaa Yanga, sijamuona. Naona Watanzania wote imani yao ipo kwa Yanga kwamba wanaweza kupata matokeo wakaipeleka Tanzania kimasomaso kwenye hatua robo finali. Kwa hiyo tusimamie hapo. Rais wa klabu yule ndo anaingia. Chuma kinaingia. Mmemkosa? Mmemkosa. Chuma kinaingia hicho. Kweli hamna pasema. Hakuna tulipoacha. Yaani hakuna tulipoacha hii mechi. Kwenda kuumana huko ndugu zangu. Mimi mechi ya Misri nilikuwa mnyonge, hamkuniona? Amoni leo na bashasha. Watu tunaenda kufa nao. Mimi nawaambia. Subiri nitakuja kuona. Msimu upi unatambo gani? Msimu gani? Sisi tunakwenda ugenini hapa kutafuta matokeo ndio masuala msimu uliopita. Sisi tunakwenda ugenini. Leo Morocco tunasafiri bismillah, tunafika kesho. Tukifika kesho Morocco tunaanza na siku mbili pale za kuseti mitambo. Alafu Jumamosi tutakutana. Yaani Jumamosi kaeni kwenye TV. Shapiga dua mnaweza kaeni kwenye TV mjue Yanga inapambania nchi siku hiyo Jumamosi inshallah. Ndio timu pekee ambayo inasafiri leo hapa. Tunazungumza kuhusu kufuzu. Hii msisahau. Yaani ndio timu pekee leo niko airport nazungumza kuhusu kufuzu. Watakuja wazururaji wengine mtayaona. Sio kama nabii na tabiri, watakuja wazururaji wengine hapa wanapita. Ndio nasema kuzungumza kufuzu. Yaani inawezekana iwezekani. Ni Yanga tunazungumza with confidence kwamba tunakwenda nafasi ya kufuzu. Watakuja wazururaji wengine hapa hawaeleweki. Wanafuata vitenge, wanafuata nini Zaka pia anayo nafasi. Zaka sasa yupo Zanzibar. Hawezi kuja hapa Terminal 3. Hapa Terminal 3 hapa. Ni wewe tu. Peke yangu. Wewe njoo baada ya mimi kuondoka leo. Aje mtu mwingine unafuzu. Kama hawajakupiga. Nafuata biashara zao. Watu wanafuata mabibo huko nini hamjui. Damala yule pale yule. Chuma kishafika, Damala yule pale. Mwenyekiti, baada ya mchezo dhidi ya Al Ahly kuna maneno mengi yaliongelewa kuhusu performance ya Boka. Vipi nyie kama management na viongozi mmekaa naye vipi kuhakikisha mnaweka saikolojia yake sawa kuelekea mchezo dhidi ya Farabati? Sasa kwanza Boka hamna hata kimoja alichokisoma cha kwanza. Hayo maoni yalikuwa tu Instagram, yalikuwa maoni ya kwapi, hamna hata kimoja alichokisoma, na yeye anafanya kazi na benchi la ufundi. Kama kuna mapungufu wenye jukumu la kumsahihisha Boka ni benchi la ufundi na wao ndio wanamsimamia. Haya mengine ya mitandaoni ni maoni tu ambayo tunayaona mimi na wewe. Wachezaji wakimaliza pale wanakwenda kwenye technical meeting, wanafanywa review, video zinatoka pale, hapa nilikosea, hapa ni improve, hapa nilipatia, hapa vipi. Kwa hiyo wala hakuna athari yoyote ya kisaikolojia kama imemkuta eti Boka hapana. Yuko sawa na chuma kimeingia leo mundani. Tunakwenda kuipambania Yanga. Yaani hao ya Al Ahly ameshapusha, tuna Farabati mbele hapa. Tunakwenda. Sasa muda wangu umeisha. Niruhusuni ni wae ndege maana na wazungu hawa. Kila laheri.